Uhali gani mtazamaji wa The Chanzo, karibu tena kwenye mazungumzo ambayo tumekuwa tunayafanya hapa studioni kwetu na watu mbalimbali ambao maoni na tafakuri na michango yao tunaamini kabisa inatoa mchango mkubwa kwenye kulipeleka taifa letu hili mbele. Sasa leo tunaenda kuzungumza na msanii kwa Kiingereza wanasema ni rapper, lakini pia ni mwanaharakati, alikuwepo kwenye siasa pia, sasa sijui kama bado yupo. Na huyu ni Wakazi. Ni msanii maarufu tu, msanii mkubwa ambaye sauti yake imekuwa mainstream tunasema inapokuja swala zima la harakati, kupigania haki na sanaa ambayo kwa kiwango fulani inaonekana kuwa inasimama upande wa wananchi. Sasa sababu ambayo tunaenda kuzungumza na Wakazi ni unaweza ukawa tayari unafahamu kuhusiana na hiki kinachoendelea nchini kwetu, kuhusiana na huu mpasuko if any kati ya wasanii wa Tanzania pamoja na mashabiki zao au audiences ambazo au walaji wa kazi zao za sanaa, hususan muziki ambao hawa wasanii wamekuwa wakiuzalisha. Na hii inahusiana moja kwa moja na yale yaliyotokea Oktoba 29. Siku ya uchaguzi ilikuwa, lakini pia ilishuhudiwa na maandamano makubwa. Serikali imekataa kuita hayo maandamano, lakini kuna watu wanaita maandamano, ambapo watu wengi waliuawa. Leo tu jana tu waziri mkuu wa Tanzania Bwana Mwigulu Nchemba alipinga kwamba si kweli kwamba watu 10,000 wameuawa, kwa sababu kuna watu wamekuwa wakitoa idadi hiyo. Sasa katika mazingira haya na uhusiano ambao wasanii walikuwa nao kwa hususan Chama cha Mapinduzi na mgombea wake wa urais Samia Suluhu Hassan, na kufuatia yale yaliyotokea, kuna perception kwamba wasanii hawakujitokeza kwa kiwango kikubwa kupazia sauti shida za wananchi, ikiwemo matukio ya watu kuripotiwa kutekwa na kupotea katika mazingira ya kutatanisha. Kwa hiyo ni kama vile mashabiki wanataka cancel wasanii. Sasa nitakuwa na Wakazi kwa sababu mbili. Wakazi kwanza, yeye ni msanii, lakini pia ni mtu ambaye amekuwa akilipazia sauti swala hili. Tumeona majibizano yake yeye Wakazi na Majizo ambaye ni mtu mkubwa kwenye tasnia ya muziki nchini Tanzania, na tukaona hakuna ubaya wa kukaa naye chini na kupiga story kuhusiana na hizi habari na kupata mtazamo wake. Mimi ni Halifa Saidi ambaye tutakuwa na kuendeshea mazungumzo haya, na kwa niaba ya mwenzangu wale kwenye kamera Shafii Hamis tunakukaribisha sana. Wakazi, mambo vipi? Safi kabisa, niambie kaka. Safi. So kwanza nataka niweke tu wazi kwamba sasa hivi wewe huko unakoishi ni kama saa 8 za usiku. Yes, sasa hivi hapa ni saa 8:30. Saa 8:30. Yes. So nilitaka ni highlight hiyo kwa sababu inaonesha commitment yako kuhusiana na hii conversation, lakini pia nadhani na heshima yako kwa The Chanzo. Kabisa na the so simple vizuri. Bwana, shukrani sana. Sasa kwanza, swali la kwanza ambalo nadhani inabidi tuanzie, hali ni mbaya kiasi gani? Yaani ni kweli kwamba sasa hivi wasanii mnapitia crisis kwa mashabiki kuwakataa? Kwa sababu hii ndio picha iliyopo mtaani. Tumemwona Majizo akijitokeza kuwaombea nyinyi wasanii msamaha. Tumeona watu kama kina Alikiba wakijitokeza, ambaye yeye alisema kwamba wasanii wana haki ya kuchukua mrengo wote wa kisiasa.
Tumemwona bwana Harmonize naye akijitokeza, lakini tumemwona waziri mkuu Mwigulu Nchemba akijitokeza hadharani akiwatetea wasanii, akisema kwamba serikali itawasimamia, itawapigania, na akisema kwani watu wasifanye kazi. So hali ni mbaya kiasi gani, na ni mbaya kama vile ambavyo inaonekana huko mtaani? Hali ni mbaya, lakini chanzo sio tu hii movement ambayo imeanzishwa na mashabiki. Hali ilikuwa mbaya kabla ya hapo. Yaani mziki wa Tanzania ni kama ulikuwa umegota creatively, unaona, katika ubunifu ulikuwa umegota, na kibiashara pia ulikuwa umegota. Na kutokana kwamba fursa za kibiashara zilikuwa zimepungua. Kumbuka zamani tulikuwa tuna matamasha mengi sana, mara si Fiesta, Wasafi Festival, mara sijui Kili Tour, yani kulikuwa na opportunity nyingi sana za kibiashara. Sasa zile zilikuwa zimegota. Wasanii ambao kidogo wana majina, pona yao ilikuwa ni kwenda kwenye kujialign na serikali na Chama cha Mapinduzi japo wapate kitu. Kwa sasa ile alignment yao imekuja kuwaudhi watu ambao ni mashabiki, ambao nao wamesema sasa tutawagomea. Inamaanisha ile hali ambao ilikuwa mbaya tayari inaelekea kuwa mbaya zaidi kutokana na hicho. Kwa hiyo hali ilikuwa mbaya before, hata kabla ya mashabiki kusema watafanya hivyo. Unaona? Sasa hii imeleta panic kwa sababu wanasema mambo ya kwenye siasa, kampeni zina muda tu, zinaisha. Sasa kama hizi zimeisha, turudi uraiani na tushakataliwa uraiani, inamaanisha situation itakuwa iko worse, na ndio maana imeprompt watu zaidi ya mmoja kutoka na panic za huyu anasema hiki, huyu anasema hiki, huyu anasema hiki. Hali unasema ilikuwa mbaya already. So nini kilipelekea hapo kabla ya hata hizi jitihada za wananchi na mashabiki kutaka kuwa cancel? Nini kilipelekea hali ikawa mbaya kama ambavyo umejaribu kugusia? Kimoja wapo ni tulikuwa tuna ushindani wa wenyewe kwa wenyewe ambao ulikuwa una tija. Unaona, yani kila msanii anataka kumuonyesha mwenzake yeye ni mkubwa zaidi, badala ya kuongeza ukubwa wa muziki ni wanajaribu kuonyesha ukubwa wao kama brand. Kwa hiyo msanii yuko radhi aspendi hela ili aonekane yeye ana hela kuliko mwingine, badala ya kuspendi hela kwenye kuboresha ubunifu na kupush kazi yake kibiashara kuvuka mipaka ili muingizie hela nyingi. Kwa hiyo wengi wamekuwa wana the facade, yani unaleta kitu ambacho ni cha uongo ili uonekane wewe ni hivi wakati sivyo. Hiyo ilikuwa mbaya, lakini vile vile tumekuwa tunakosa identity kwa sababu tumekuwa tunarukia muziki ya watu wengine. Kwa kukosa ile originality ya muziki, wakati wenzetu wana originality na wanajua jinsi ya kupush sounds na nini, imetu affect sana kwa sababu kila tukienda mbele ya soko la kidunia tunakwama sababu tunaonekana kwamba ni copycats. Unaona, sisi watu wa kugeza wengine. So hilo limeaffect sana jinsi ya sisi kuweza kuadvance kwenda mbele. Alafu jambo jingine la msingi sana ni jinsi ambavyo tumekuwa tunashindwa kucompete kimataifa kutokana na kwamba nchi yetu ina hivi vyombo vya kucontrol sanaa ambavyo vimekuwa kama mapolisi. Kwa hiyo vina limit creativity pia. Yani chombo kama BASATA sijui hata kazi yake ni nini, lakini it's like msanii akitoa wimbo anakuwa limited jinsi ya kufanya nini, ya kuweza kufika mbali, sababu wimbo unaweza ukafungiwa au kaambiwa si una maadili just because umeongea kitu ambacho bado kinamgusa kiongozi wa nchi wa muda huo. Na nyingine ni kwamba hata TCRA hakuna viwango vya kusema wimbo huu ni wa kusikilizwa na audience hii, hadhira hii au hadhira ile, kwa sababu una maudhui ya kiutu uzima. Kwa hiyo unasema tu wimbo usipigwe wakati mtu mzima naye anaruhusiwa kusikiliza au kuburudika. Kwa kuna viwango, sema wimbo wa kusikilizwa na watoto au watu wazima au kusikilizwa muda fulani, ingesaidia kwamba zile nyimbo ambazo ni za kiutu uzima ziweze kushindana. Lakini sasa ndio hapo una imagine unafungia wimbo sababu mtu kasema neno bila kutumia tafsida kwenye wimbo, alafu wimbo tafsida kama hiyo imetumika, neno kama hilo limetumika kwenye wimbo wa nje ya nchi, alafu inachezwa hadi saa 7 mchana. Kwa hiyo tunashindwa kuwa na level playing field ya sisi kushindana kimataifa. Na vile vile jinsi ambavyo uchumi kama hivyo ulivyokuwa mbovu, tunashindwa kucompete na masoko menzetu ya Afrika na ya kidunia. Kwa hiyo inamaanisha kiwango cha uwekezaji kinakuwa kiko hafifu sana.
So hiyo nao ni tatizo nyingine kubwa sana. So hivyo ukijumlisha hizo factors zote na hiyo ya ushindani wenyewe kwa wenyewe, mara timu hii na vile vile ignorance ya hadhira na vile vile ya washikadau, inasababisha tunakuwa tunazidi kudidimia siku hadi siku. Na hiyo imeenda kwa muda gani? Like kwa mfano of course nisingependa utoe historical lecture, lakini kwa mfano hiyo hali kabla hata, kwa sababu hapa nataka niwe makini kwamba kabla hata haijaja hii ya sasa hivi ambayo tunakabiliana nayo, hiyo situation ambayo umetoka kuielezea imekuwa inaenda kwa muda gani? For how long has it been this situation? Naweza nikasema imeenda kwa miaka, huu ni 2025, kwanza labda in the last 10 years gradually imekuwa inatokea. Katika miaka 10 iliyopita gradually inatokea, kwa sababu kumbuka mabadiliko ya jinsi watu wanavyoconsume muziki imeanza kutokea pale 2013-14 pale ndo watu wanaanza CD inakuwa sio issue sana, na kaseti ilikuwa shaondoka, ilikuwa ni CD ikawa sio issue sana. And then katikati ya 2017 hapo social media, Instagram zikapamba moto sana, and streaming platforms zenyewe zikawa ndo the main way watu wana consume muziki. Kumbuka Tanzania hatuna idadi ya watu kubwa ambao wanasikiliza muziki au wanapenda muziki, hawana access au hawana, they are not digitally connected. No. So inasumbua sana hapo soko kwenda keep up nao. Sasa hapo ilivyoanza kutokea hivyo, alafu na vile vile evolution ya jinsi watu wanavyoconsume muziki na death of night clubs inageuka bar ambapo ni more unahitaji DJ anatosha than kuwa na wasanii wengi, kwa sababu ya cost ya gharama ya kufanya tamasha na nini. Vitu vikaanza kubadilika. Angalia siku hizi mapiano, DJ yule ni more important than the actual artist. Aliandaa wimbo ndo mkubwa zaidi. Yale manyimbo yote si Jerusalem nini zote hizo ni kwamba yule aliyeandaa muziki ndio star, sio yule aliyeingiza vocals. So hiyo ilivyokuja kubadilika ikatu affect na sisi pia huku Tanzania, namna ambavyo tunafanya muziki wetu. So I would say in the last 10 years gradually tumekuwa tunashuka, na miaka 5 hii iliyopita kwa Tanzania hapa ndio imedefine kabisa changes. Kwa mfano there was a very important figure, Ruge Mutahaba alifariki, ambaye alikuwa ni mtu ambaye anapush sana muziki Tanzania, ingawa naye alikuwa na mapungufu yake, lakini at least katika watu ambao walikuwa wanaheshimika na walikuwa wako creative na to keep up, yeye alikuwa ni mmoja wapo. So hiyo nayo ilikuwa ni sababu moja kubwa, sababu once you lost him inamaanisha kukaa hakuna mtu aliyeweza kuziba lile pengo na kwamba anaweza carry industry kwenye mgongo wake. Alafu na media zilianza kuwa zinakuwa nyingi sana, lakini zinakuwa zina support kitu kimoja badala ya kusupport diversity. Yani ukiangalia tuzo za Tanzania unakuta kuna category ya wimbo bora wa Afrika, lakini hawaconsider diaspora ya Tanzania kwa hapa category. Wanaweza kupata category ya South Africa na Nigeria, lakini sio their own diaspora. Alafu nyimbo bora za mwaka zote zinakuwa za bongo flavor, alafu muziki kama wa hip hop na wa reggae ukawa ignored. Na hizo ndio genre ambazo zina carry positive messages, ambazo pengine hadhira ingezisikia ingejua kwamba kuna watu bado wako na wao, na sio hawa bongo flavor wanaoimba vitu vya aina moja vya kushindana na vya kugeza Nigeria na South Africa. Shukrani sana. Sasa kwenye hiki ambacho kinaendelea hivi sasa, nimekupa hapo utangulizi, tumemwona Majizo, Alikiba amekuja, Harmonize amekuja na serikali nayo imekuja. Debate kwenye circles zenu za wasanii ni ipi? What is being discussed kwenye ambacho pengine hatukioni sisi huku watu ambao tuko nje ya hizo circles? Muna vyama vyenu, muna asasi zenu ambazo zinawaunganisha, zinawakutanisha. What is the debate that is going on right now kwenye hizo circles? One thing nataka watu wafahamu, katika jamii ambayo halijitambui, wasanii nadhani ni namba 1. Katika tuna makundi mengi, kuna medias, kuna nani, kuna shabiki, kila mtu yupo, lakini katika kundi ambalo hajitambui kabisa, wasanii ni namba 1.
na ili linadhihirika kwenye pale ambapo wanakuwa wana sikio la watawala, unaona, lakini hawawezi kuambia watawala kitu ambacho wao wanakihitaji ni nini specifically ambacho kitawavusha. Wanaweza kuishia kutaja vitu trivia na vitu vidogo vya kijinga sana. So hiyo inakuonyesha kabisa kwamba kama wao wenyewe tu kwenye masuala yao muhimu hawajitambui, ni ngumu kwenye masuala mengine ya kila mtu. Now nasema hivyo just to tell you kwamba wakati kitu kilichotokea Oktoba 29 na 30 hadi tarehe 1-2 nilienda kwenye moja ya group letu wasanii, nikasema jamani, first of all mimi nilikuwa na hasira sana, sababu mimi nilifanikiwa kuona zile picha za mauaji na nini, nilikasirika. Kwa hiyo nikawa naongea kitu sensible, ingawa nilikuwa naongea kwa hasira, nilitumia lugha kali kidogo, lakini nikawa nasema jamani, mpo wapi wazima, kila mtu mzima huko kwenye group kwanza, tujue kuna mtu ameumia au amefariki msanii wenzetu au amefiwa, tujue hilo kwanza. Alafu kama hilo alipo wote nao mpo kimya, hakunijibu. Nikasema na hiki kilichotokea ni kibaya sana na kimeichafua hiyo serikali. Kama wasanii tunafanya nini ili kuweza kuja upande wa wananchi, japo kwa fariji tu, kama tuna wimbo wa pamoja wa faraja na nini. Sijajibiwa hadi ninavyoongea na yeye sasa hizi, toka hiyo Novemba ngapi intensive washo. Kila mtu walikuja watu 2-3 kusema kaka umeongea point kubwa sana, afu wakanyamaza. Tupo group zaidi ya watu 200 mpaka sasa hivi ninavyoongea na wewe, hakuna mtu aliyerespond. Baada ya hapo kuna watu walinifuata tu pembeni, wale watatu ambao wana align na my sentiments, wakasema bana unaona muongea bana, unaona umekaa kimya, mwanangu noma sana. Na wao wanashindwa kuongea hadharani sababu wasema kisingizio ni kwamba kwa sababu wewe upo ugaibuni, sisi tuko Tanzania, tukiongea inaweza katuletea matatizo. Ndio likaishia hapo. So imagine, yani hata kusema mimi mzima mimi sijaumia, yani watu wameshindwa kufanya. Kwa hiyo hiyo ni upande wa kwanza, hakuna kinachoendelea kwenye mazungumzo kabisa. Alafu upande wa pili ni kwa sababu imeshaonekana kama watu hawawezi kufanya kazi, tunarudi na ule ushindani wao usiokuwa na tija. Kila mtu ambaye amepatika kupata kaajira anakiposti kuonyesha wenzake kwamba yeye yuko vizuri. Kwa unaona Nandy anaweka ratiba yake ya show December, sijadi mwaka mpya wapi. Mbosso kaenda kualiko siku ni kipaimazi kwenye harusi graduation, mbona mimi napiga show, unaona. Huyu kaaliko si Nigeria na Senegal, kapanda ndege, yani ndio hizo. Kwa hiyo wanaoneshana wale ambao wamefanikiwa kama mimi bado niko vizuri. So it's denial, that type of denial, na ule ushindani ambao hauna really kitu cha msingi, unaona, ndio ambacho kiko mbele. Kwa hiyo among ourselves wengine wanachukulia kama vile bwana mimi ngoja niendelee kutoa tu hivyo labda things will happen. Kwa mfano kuna msanii ambaye niko naye karibu, nilimuuliza Max alikuwa anataka kutoa album ya Igwe, nikamwambia Max, this is not a time to push the album. Wananchi wamekasirika. If you really want support, you can release music anytime. Mimi na album ya Beberu ya pili ile ambayo iko pending of almost 2 years. I'm like, I couldn't drop music and nitakuwa na itusi jamii na angaika kupush single katika hali iliyopo sasa hizi. Nikamwambia usipush album yako sasa hizi because align with the people, because in the long run album yako will be on digital platform in perpetuity na hela itaendelea kuja in perpetuity. Lakini ukiwaudhi sasa hizi afu wakaikataa wakaisusia, itakupa msaada. So among ourselves hakuna wale ambao wanaongea, wengine ni wale ambao wako in denial kama serikali, na wale ambao ndio wako karibu sana na serikali wanasema hakukuwa na maandamano, maana si hakuna Bongo Flava haitoshuka haitokufa. Sasa ndio unashangaa bado wanakuja kulia tena hadharani. No, inashangaza kwa sababu mimi binafsi nilitegemea kwamba, kwa mfano mimi nilipomuona Majizo anajitokeza hadharani na kuja kuzungumza hii issue, nikasema kwani si wasanii wana asasi zao, si wana vyama vyao, association zao ambazo zinawawakilisha? Si kwamba hii conversation ingeanzia kule, wasanii wakateke stock ya kile ambacho kilitokezea na halafu wakaja wakaikabili jamii. So wewe unataka kuniambia kwamba hata kwenye asasi ambazo kisheria zipo zinatambulika kama kuwakilisha maslahi ya wasanii, hii conversation haipo kabisa? Hakuna conversation hata moja kuhusiana na hilo swala whatsoever.
Hakuna. Na ni kwa sababu wanaona ni issue inakuwa blown out of proportion, au ni kwamba wanaona kwamba wakifanya hiyo conversation, wakiengage in hiyo conversation, pengine wataikera serikali? What explains hiyo situation? Okay, so kwanza katika hizi group zetu za wasanii, wale wasanii kubwa walijitoa, wao ni majina makubwa na ndio wao muona kwenye majukwaa ya siasa, wote walijitoa. So inamaanisha wote waliopo huku ni disenfranchised ni wale ambao walihiti zamani alafu sasa hivi hawapati fursa au hawawezi kuhiti tena, au wale ambao ni wachanga wanatafuta knowledge from kaka zao na dada zao ndio wanakotoka. So wote ambao wapo ni magrupu ni wale ambao sasa hivi sio ndio majina makubwa kuliko wote, 90%, unaona. So wengi au kunufaika hata na hizo show za serikali, unaona. Na ndio maana kama nilivyokuambia, kuna wengine wanaona kama vile nyinyi mwasudia hao, ngoja sisi tuende busy kufanya kazi, pengine sisi tutaeleweka safari hii, unaona. Alafu watu wa hip hop ambao kwa asilimia kubwa they've been speaking on na kuwa side na wananchi kwa muda mrefu, wao wamekuwa bwana sisi tumeshaongea, tumechoka. Kwa sababu kumbuka kuna watu ambao sasa hivi yani wanahangaika kupata hata hela ya kula kwa sababu hamna show, yani before hata hili hamna show, streaming ziko low, na watu wa hip hop waliacha kuweka nyimbo kwenye streaming platforms because walikuwa wanaona hazilipi. Lakini sasa hivi vile mfumo wa kuuza CD ni mkwa mgumu, pengine labda uuze flash, lakini na mazingira ya wananchi wa kawaida ambaye hali yenyewe ni ngumu, hana disposable income ya kwanza kununua entertainment at a moment, anaanza unga, mchele na kulipa ada. So inamaanisha hali imekuwa ngumu pia, unaona, na hata kuuza merchandise inakuwa ngumu. Kwa hiyo inamaanisha mtu anawaza atakulaje kesho kuliko ni kusema, hata kama alikuwa anataka engage, anawaza atakulaje kesho baada ya kuanza kusema tunafanyaje as a group, as chama cha wasanii wa kizazi kipya tunaendaje forward. Inakuwa ngumu mtu kuweza ku come up na kuongea this. Sawa. So I just hope kwamba well, kwa sababu hicho ndicho ambacho kinafanyika kwa tasnia nyingine. Kwa mfano kama sisi, kwa sababu hii kitu inamgusa kila mtu. Kwenye waandishi wa habari nimeona kuna jitihada, kwa sababu na sisi pia tumeshambuliwa kweli kweli, pigwa za utosi. Kwa hiyo tumekusanyana nasema jamani tunafanyaje hapa? At least tu kuzungumza, unajua, na kukabili ukweli na naona pia kuna hizo initiatives kwenye upande wa NGO. Sasa nilitegemea pengine kwamba kwenye wasanii, kwa sababu nyinyi ndio mpo kwa spotlight, kwa sababu nyinyi ndio mmeiteka hii debate. Tumeona mpaka waziri mkuu akijitokeza manake. So I just thought kwamba hawa jamaa watakuwa wanaichukulia issue serious, pengine wataconvene extraordinary meetings za kujadili na nini, but you say hakuna hicho kitu. So tuje kwenye suala la kinadharia. So tumetoka kuichora hiyo situation ilivyo on the ground na nini. Na nilikuwa nataka nikuulize swali la kinadharia. So do you think ni sawa, ni haki kwa msanii kuwa cancelled? Unajua natafuta neno la Kiswahili. Yaani kususiwa kutokana na mrengo na itikadi aliyoichukua na pengine kuitetea. Wewe upo Marekani. This is the big thing. It's a big debate. Inaendelea huko. Tuliona wakati wa kipindi cha kampeni ya Trump kwa second term yake, Nelly alishambuliwa sana kwa kukubali kwenda kuonana na Trump. Tumeona wasanii pia, comedians kwa mfano wa Marekani waliokwenda kuperform Saudi Arabia kama Dave Chappelle walishambuliwa kweli kweli. So mtazamo wako ni upi? Do you think it is appropriate, ni sawa kwa mashabiki kuwarushia wasanii chupa na mawe kulingana na mirengo ya kisiasa na itikadi wanazoamua kuzichukua?
Ujue na hii ndio tatizo moja kubwa, kwamba tuna twist narrative ili iweze kufavor kile ambacho tunakitaka, unaona, au kusuppress ule ukweli ambao uko mbele yetu ni dhahiri. Mimi nadhani tukishaamua kusema tunaishi kidemokrasia au tunaendeshwa na mfumo wa kidemokrasia ya vyama vingi na tunaendana na haki za kibinadamu na haki za kidemokrasia za kutoa maoni, na wengi wape ila heshimu wachache pia waheshimu kwa maoni yao, ni kwamba naweza nikawa upande huo ukawa upande huo, tutalumbana kwa hoja, tutapiga kura, atakayekuwa amepata wengi ndo atakayepata. Baada ya hapo, whether ulikuwa upande wake uko upande wake, akisimama kama kiongozi anakuwa ni kiongozi wa wote, na huo wajibu unakuwa kwa yule kiongozi, kwamba hata kama wewe nisikukupigia kura haimaanishi sasa mimi uninyanyapaa, unaona, au mimi ni wa favor tu wale waliokuwa upande wangu. So that's supposed to be ile model operandi, yani kwamba this is how things are supposed to be. Unfortunately vitu haviendagi hivyo. Ni kwamba wale waliokuwa na mimi wakati wa mchakato ndio watakaokuja kuwa wanufaika. Nyie ambao mlionyesha mpo na mimi mtaumizwa. Mimi niligombea ubunge mwaka 2020 kwa kutumia ACT Wazalendo. Mimi nilikuwa hivi very vocal activist tu wa kawaida, na kwa mtu anasema huyu jamaa yuko woke, yuko Twitter vocalist, lakini the minute nimeingia kwenye siasa then nikawa targeted, which means baada ya uchaguzi zile fursa ambazo zamani nilikuwa nazipata, ingawa I was very vocal, sometimes anti government, nilikuwa bado kuna fursa nazipata, lakini the minute nimejiofficiate na ACT Wazalendo, kuna baadhi ya endorsement ambazo nilikuwa nazipata zamani nikawa sizipati, because unaonekana amna siasa, usije kutuletea matatizo tukionekana tuko align na wewe. Ni moja ya sababu nikasema ngoja nikimbie Tanzania hapa, maana sasa kama kidogo nilichokuwa nacho hakipo tena hapa hali itakuwa ngumu, na unajua sasa uchaguzi unakumaliza kila kitu financial kiuchumi. So hiyo ndio tatizo la Tanzania jinsi ambavyo lipo. Now kuhusiana na wananchi, watu hawakatai because wewe umefuata mlengo huu wa siasa. Hapana, ni kwamba wewe kama msanii wajibu wa kwanza, unaona, kama msanii wajibu wako kwanza ni hiyo kioo cha jamii, kioo ambacho kina reflect. Yani mimi nikikuangalia wewe natakiwa nijione mimi, I have to relate to you, which means na yapitia wewe uweze kuya represent in artistic form, unaona, ambayo yatakuwa na manufaa kwangu. Sasa wewe usipokuwa kioo cha jamii unamaanisha hujatimiza wajibu wako kama msanii. Hiyo moja. Sasa jamii ikiwa inapitia madhila, unaona, na hali mbaya, alafu wewe uchezi nafasi yako, wajibu wako wa msingi kama msanii, sababu unaweza ukafanya biashara, unaweza ukaburudisha, unaweza ukaitunza sanaa, sababu moja ya kazi ya sanaa ni kuitunza. Tunakumbuka mambo ya fasihi za babu zetu ni kwamba unavyohadithiwa ile hadithi, wewe unakuja na hadithi ya vizazi vingine, that's one of preserving it. Au uchoraji wa kwenye mapango inatumika kufundisha, lakini ndio umesha preserve vitu vya zamani. So hata preservation ni moja ya kazi ya sanaa, lakini inapokuja watu wanapitia matatizo alafu wewe hausaid na wao, frustration yao kwako ikija, huwezi kusema kwamba okay, mimi nilikuwa na exercise right yangu ya civic right ya kwamba naweza nikatetea chama hiki. Mimi frustration inakuja kwa sababu tuliyopitia hayapaswi kufumbiwa macho na mtu wa chama chochote, because it's not a partisan thing, it is a national thing, it's a societal thing. Unaona kwamba bwana, sisi tulivyokubaliana katiba ya sasa hizi ya hii nchi inataka hivi na hivi na hivi, human rights ambazo tunazifollow za dunia nzima zinasema hivi na hivi. Hauwezi kuwa na extrajudicial killings alafu ukajifisha nyuma ya chama cha siasa. Umeona? Kwa hiyo si kwamba tunapinga mtu kuimba kwenye nani, kwa sababu tunafanya muziki, tunatafuta fursa. Unaweza kaenda kuimba kwenye jukwaa. In fact, mimi nilikuwa natafuta wasanii wa hip hop kuwatumia kabla ya hili mambo yote kutokea, kabla ya uchaguzi. Mimi nilijua sitogombea mwaka huu, lakini nikawa nafanya kazi za chama kwamba nisaidie kuemphasize vijana kwenda kwenye ballot. Nikasema tunataka kutumia hip hop kufanya hivyo. Nikatafuta wasanii wa hip hop
Unaona, nikaambia jamani, kuna opportunity hii na hii, are you down? Of course sio chama tawala na hakuna hela hivyo, kuna vyama vya mbadala hivi, lakini we will see what we can do. I was about to do that, ingawa movement na yeye tulishindwa kuifanya sababu uliona aliyotokea kwa mgombea wetu rais, mambo yalikuwa mengi. Kwa hiyo hata hiyo haikufanya, lakini hizo ni fursa ambazo nilikuwa najua kwamba hao wasanii ambao ni disenfranchised wangepata japo kitu, na nilikuwa nawaambia yani, wewe muhamasishe mwananchi aende kupiga kura au atumie vote yake vizuri, akichinjia akitumia vizuri to pick the right people na asirubunike, lakini sikwambii umwambie mtu kampigie kura mtu wa ACT Wazalendo. And this is something I would refer na Amka Mtanzania 2015, kwa sababu nikasema sisi sio Chadema, sisi sio CCM, hatujapewa fursa yoyote ya kilani, lakini kwa kutumia ule wimbo kuamsha Watanzania wote kuhusiana na kinachoendelea, tuliweza kuzunguka na watu wa Ukawa kuwa tunapush wimbo wetu na sisi tunapata fursa, wakati watu walikuwa wanapata pesa na sisi tungepata chochote. So it's just how kualign in civic way na wewe kupata fursa. Kwa hiyo sio tatizo kabisa kwangu, lakini kama inatokea watu wameuawa, unaona, watu wamepigwa risasi, wamefuatwa majumbani na vitu kama hivyo, na katiba hairuhusu, unaona, then hicho sio tena kitu cha kunyamaza useme ujifiche nyuma ya nini ya siasa na mimi niliamua kuchagua hivi. Hapana, mchague mtu unayemtaka, lakini kama huyo mtu wako anafanya vitu sivyo sahihi, hapana. Lakini sasa hapo umezungumza vitu vingi vizuri, kwa sababu moja kitu ambacho nimekipata ni kwamba kinachoendelea hapa kwetu sisi Tanzania is distinguishable na kinachotokea kwenye nchi nyingine, ambapo kwa mfano kama Marekani ambapo wewe upo, yani hata kama mashabiki wanaweza wakakumind ukienda kwa Trump, dola haliji likakuumiza likakushikashika. Au kwa mfano kama wewe umeamua kushiriki kwenye kampeni za Kamala Harris, Trump akiingia dola haliwezi kutumika na vitu kama hivyo. Lakini sasa na hapo umezungumza kwamba wananchi hawana shida na wewe kwenda kwenye mkutano wa CCM na kuperform au mkutano wa Chadema na kuperform, lakini wananchi wanakumind kwamba kulingana na hivi vitu vinavyotokea wewe umeamua kukaa kimya, yani ni kama vile umetupa mgongo. Na swali langu ni kwamba katika mazingira kama hayo ambapo kila mtu anajua kwamba ukisema kitu yani you put so much in stake, unadhani ni rahisi kiasi gani kwa wasanii wa Tanzania kufanya hivyo? Kwamba wanaona kwa mfano kama kuna udhalimu umefanyika, kuna mambo yanaenda kinyume na katiba, kinyume na sheria, na wakawiwa kujitokeza na kutumia platform zao kuzungumzia haya mambo. Lakini wakati huo wewe mwenyewe pia umegusia kwamba katika mazingira yetu tulionayo, ukifanya hivyo maana yake ni kwamba you are sacrificing a lot. Unaweza kuelezea hiyo dilemma hapo? Okay, so kuna kitu kinaitwa unakifahamu, leverage. Unapokuwa unaona mtu anakuhitaji, inakupa wewe leverage kwamba okay, ukinihitaji mimi conditions zangu zitakuwa hizi hivi na hivi, unaona. So ndio maana nakwambia sisi hatujielewi, kwa sababu kama wao watawala na dola wamekufuata wewe kwa ajili ya kuwasaidia wao, inamaanisha wewe una leverage, unaona. Kwa hiyo unaweza ukaamua ukadetect vitu, na ukisema kitu akiwezi kukujeopardize. Unajua, kumbuka kwa mfano Diamond ana followers milioni karibia 20 Instagram tu, hapo tunaongelea. Ukijumlisha na milioni 10 na ngapi wa Alikiba, milioni 10 na ngapi wa Harmonize, jumlisha wa Nandi, jumlisha wa JD, jumlisha wa Rayvanny, toka hapo jumlisha siwa Nikimbishi, FDQ na so forth Mbosso, unastukia kwamba kuna watu zaidi ya milioni 100-200 hivi wanakuwa reached, which means ni Tanzania na Kenya na Uganda na nchi nyingine nyingi sana. Hicho ni kitu threatening sana kwa wanasiasa, kwa sababu wanasiasa hamna kitu anachopenda kama audience. Kwa hiyo nyie mkigeuka mkawa sauti moja, mkamnyima hiyo audience mwanasiasa, atakuja mezani, lazima atakuja mezani.
akaunti ya Mange Kimambi iliyofungiwa, mimi akaunti yangu sasa hizi mimi nina followers 300 fi na 20-30 Instagram, lakini engagement ya akaunti yangu ni 5.5 million a month. Ingawa na watu 300 tu wanafollow, lakini engagement ni 5.5 million a month. Akaunti ya Mange Kimambi ilikuwa ni 850 million a month. You see why wameenda kuifungia hiyo account. Sababu ni kama ana 1/8 ya dunia inamwangalia na inafuatilia. So you become a threat. Hakuna TV jumlisha media zote za Tanzania, hakuna viewership ujumlishe kwa pamoja. Hakuna viewership ya mwezi ya hivyo. Unaona? Mimi mwenyewe hiyo viewership yangu ya 5.5 million, kuna media kubwa nyingi tu hazifikii hizo namba. So imagine sasa hawa wasanii wote wakiungana wakasema bana, hapana, sisi kitu chetu hiki kama hivi kwenye group wangekuwepo wote, afu tukakubaliana na sauti moja kama nilivyouliza wale maswali, and then tunasema tunafanya hivi, watawala wangesikiliza because they need us. Lakini in the moment kwamba kwanza kwenye group na Diamond nani hawapo, alafu kwenye social media wanawapushi hao watawala, na istoshe wanakuja kutungonga, wanatuambia fanyeni kazi. Unaona? Mwananchi lazima akasirike. Kwa hiyo tukijua thamani yetu, tukijijua realization ile kwamba bana thamani yetu ni hii, kwanza tutakuwa tuna leverage over wale watu. Na vile vile tukiamua kuchukua stance hata bila kuwahusisha, watafold. Mwaka 2010 na ngapi ile Roma alitekwa. Roma alivyotekwa, tulienda kwa Coco Beach kufanya press conference na management yake na wasanii, tukaunganika wote, tuliongea na mimi niliongea sana. Sasa Babu Tale akasema, jamani, kwa nini tunahangaika hapa wakati mwenye mji wake yupo, tumfuate Makonda. Tuko Coco Beach, tuone Masaki tuko kwake. Sijui alipanga, I don't know, alikwenda kumtengenezea nani platform wenzake. Kwa watu wasema twendeni. Watu wengine wakakataa. Nakumbuka weusi walikuwa wataki, even someday alikuwa hataki, weusi walikuwa na ule wimbo wa Madaraka ya Kulevya na nyoa wakutaka kujihusisha. Lakini watu wasema twendeni. Sasa mimi camaraderie na nini support, sasa twende. Mimi I was not fan of Makonda. Tukaenda kwake, yani tumefika kwake dharau, simana kula makande, maangalia series. Yani mmekaa pale yani kama vile mmemfuata Mungu. Sasa akaanza kuongea vitu ambavyo mimi namuona kabisa ana deflect, anapotosha. Kwa hiyo alikuwa akisema vitu ambavyo sio sahihi, mimi nikaa namrekebisha. Nikimrekebisha anakasirika. Wasanii wenzangu wanasema wakazi chuna. Wakazi chuna. Sasa chuna nini, huyu mtu anaongea uongo. Unaona? Kwa hiyo kila mtu wakazi chuna, hadi kana wewe nani unajua kuliko mimi. Nikamwambia sikiliza, inawezekana kuna vitu unavijua vingine, lakini kuna hili nalijua. Huwezi kumwambia polisi kwamba namtafuta mtu ametekwa, kama kuna mtu uko jela labda inawezekana yuko polisi, kwa mtu anaitwa Osama. Hapana. Just because mtu anaitwa Bin Laden haimaanishi nickname yake ni Osama. Ukisema Osama inawezekana anaitwa kwa sababu ya ndevu, lakini Bin Laden na ugaidi wa biti. Yaani vitu viwili tofauti. Sisi tunasema mtu anaitwa Roma Mkatoliki, Moni Central Zone na Bin Laden. Sasa kuna mtu anaitwa Osama, kuna mwingine anaitwa Mkristo. Kweli wewe Makondo mjui Roma Mkatoliki, alafu unasema kuna mtu anaitwa Osama. Kwa hiyo alikuwa anafanya makusudi kujifanya kama vile indifferent ili kuonekana lile swala hayuko nalo karibu au alielewi vizuri. Sasa mimi nikaa namsahihisha, ndani wenzangu wakawa na nani. Sasa akaja akaongea kitu, akasema umepotea watu wawili, nikasema watatu, akataka kunisema. Wasanii wenzangu wote wasema ni kweli watatu sio wawili. Watu wote walivyosema vile, na yeye akarudi nyuma akufanya kitu, lakini alikuwa anaanza kunitishia mambo mengi baba sana. Na mimi nikaondoka. Aliposema ile sentence akasema atapatikana huyo kabla ya Jumatatu. Nasema wewe umejuaje atapatikana? Wewe kama ametekwa na majambazi na magaidi, wewe unajuaje atapatikana Jumatatu? Nikaona tutafanywa michezo hapa. Huyo mimi nikaondoka nikawaacha. Unaona? So wale wasanii wenzangu wasinge ni backup pale, wangeendelea na huo uoga. Pengine angeniweka hata lock up. Just because nime speak up. So we do not realize tuna nguvu kiasi gani sometimes. Na the minute mkiamua kugeuka mkao kitu kimoja mkaongea, hawa wote wanayofanya hayawezi kuja kuwa na nguvu, sababu katika mfumo tulijikubalia wa demokrasia nguvu iko kwa watu, lakini tuna utamaduni sisi wa kuogopa viongozi na kutetemekea viongozi kiasi kwamba tunajisahau kama sisi ndio tunawapa hayo madaraka. Na wasanii wakirealize hiyo, sababu wao sio tu raia wa kawaida, lakini vile vile wana audiences hizo kubwa by the numbers ambazo zinaonekana ni digital spaces ambazo zinawapa leverage ya maana sana. Yeah, umezungumza vitu
vizuri. So kwa mfano nikijaribu tu kuunpack kwa haraka kwamba wasanii mna leverage, na hiyo leverage itakuwa most effective ikitumiwa na wengi, yani kwamba unajua mmoja hawezi kutoboa, na umetoa mfano mzuri kabisa hapo. Swali ambalo linaweza likaja ni kwamba nini inazuia hilo? What is stopping you guys from coming together? Kwa sababu it is true, you can move the world mkisimama pamoja, mnaweza kufanya hii nchi kawa livable na kila mtu akaifurahia. Nini kinawazuia kuja pamoja na kutumia jukwaa lenu kwa ajili ya positive social causes? Yeah, nadhani cha kwanza kabisa ni utamaduni tulionao. The competition ambayo haina umuhimu, kwa sababu ubinafsi ni wa hali ya juu sana. Unaona, na kila mtu anajiona yeye mfalme. Kwa hiyo inapunguza sana mtu kujua wapi ni pakuja pamoja na wapi ni pa kushindana. Mara nyingi nchi za watu wanashindana kuweka mazingira ili tunaposhindana kuwe kuna fairness, ambayo nikishinda na kwa kweli nimeshinda. Yani iwezekane huyu akaanza hatua 10 kukimbia afu ukafuata nyuma, afu wewe ukashinda ulitangulia, afu ukajiona wewe umenishinda mimi. Unaona? So hii nature ya ubinafsi ni mbaya, na vivyo kuna matabaka baina yetu. Ndio nasemaga kuna vicious cycle pia. Usanii waliofanikiwa hawakuwashika mkono wa nyuma. Wale wa nyuma walivyopambana wenyewe, walivyoinuka wakawanyanyapaa wale, alafu na sababu hao hawakushikwa mkono na mtu, walikuja nyuma yao na wenyewe kaambia pambana mwenyewe, mimi hamna mtu alinishika. Tuna bonge moja la vicious cycle ambayo inasababisha tunashindwa kuja pamoja. Na vile vile uelewa wa mambo yanafanyaje kazi. Imagine tu kuelewa how their music is operating in a global scale na how is changing. Vyote hivyo ni tatizo. Yani unakuta mtu kwa sababu Diamond au Alikiba alitoka kwa kufanya hivi na hivi, mpaka leo upcoming artists wanataka kufanya kitu kile, wakati hiyo kitu kimefanyika 15 years ago. Sasa hizi kuna whole different ball game of how to push content, how to create the content, unaweka long form video, unafanya, yani kuna mambo mengi sana yamebadilika, unaona, ambayo miaka 10 iliyopita hayakuwepo. Lakini mtu kwa sababu yeye anataka kuwa kama Diamond, na Diamond alikuwa anafanya hiki, basi na yeye ndio hicho anafanya mpaka leo. So hiyo exposure kutoonao, uelewa kutokuwa nao, na ushindani wa kijinga na the vicious cycle, ukivijumlisha vyote hivi vinatuweka at odds among ourselves, unaona. Na hiyo ina tabaka mengine yalijengwa na ndio kama hivyo. Kwa bahati mbaya unakuta wasanii walikuwa wanapata fursa au hawapati fursa, au wanaonekana sio na itikadi, yani kulikuwa kuna narratives zinajengwa among ourselves, afu zinasababisha kuna gap kubwa sana. Huyu anajua nani ni msanii zaidi kuliko mwenzake just because yeye waga anapataga fursa hizi, huyu anapata fursa hizi. Nishakuimbaga hao sio wanajiona tamaduni, hao Sikili Awards, hao wanaenda Wasafi, hao wanaenda watu wa THT. Yani ilikuwa kuna tofauti, kama vile wote hamfanyi kitu kimoja, na hiyo imeishia kutuumiza sana. So sioni tukija pamoja anytime soon kama kutoka kuna figure ambaye anapata respect na anaweza akaunite watu wote. Sasa bahati mbaya mtu kama kwa mfano zamani Ruge alikuwa anaweza akaunite watu wote, even though kuna watu yeye alikuwa anawapush because he had THT na alikuwa na media clouds, which means msanii ambaye alikuwa akiwaletea clouds dharau labda au nani kuwazungua, alikuwa hapati fursa in those two nani. Lakini at least alikuwa na uwezo wa kutuita hata sisi ambao hatupo THT, na sio wasanii wa clouds pase, lakini na akatuita tukaja tukamsikiliza. Now I see Majay wanted to play that part, lakini you have to earn it. It's not a kitu ambacho wewe utakurupuka tu na media unauza speaker na umepewa tender na CCM na alafu eti ghafla ndio ukasema unaweza kaongea eti tukakusikiliza wote sisi. Hapana, sio kirahisi hivi. Yeah. Unajua inashangaza kwa sababu ungetegemea kwamba, na umezungumza wewe mwenyewe, ungetegemea kwamba wasanii wangeona uhusiano uliopo kati ya
Tanzania kama nchi kuwa more open, more inclusive, more democratic, kwa sababu ikiwa hivyo ina maana kwamba hata kwenye kazi zao kuna kuwa na improvement, wanakuwa na more freedom. Kuna kuwa na hiyo artistic freedom pia inaimarika, kwa sababu sidhani kwamba artistic, you will tell me, sidhani kwamba artistic freedom ya Tanzania inalingana na iliyopo hata hapo Kenya tu, na kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya mifumo ya uongozi na kiutawala na haki za wananchi ambayo ipo Kenya, which are relatively better ukilinganisha na ya kwetu, na uhuru wa wasanii kuandika, kuimba na kufanya sana zao. So unadhani nini kinazuia wasanii kwa mfano kushindwa kuona huo uhusiano uliopo? Yani kwa mfano kama sisi hapa tunapambana na BASATA na nini na ambayo na pale mwanzo uligusia kwamba kutokana na mazingira haya tulionayo hata kazi zetu za sanaa haziwi competitive kwenye world market kwa sababu ya legal and political framework ya nchi yetu. Yani ndio maana nakwambia, yani katika watu ambao wajitambuzi hatujitambuika. Hatujitambui hata kidogo. Hatujitambui. Mimi nimeongea kwenye platform hizi, jamani, hiki watu linaingia huku linatoka huku, anawaza hit song, anawaza tuku kaka cheza nyimbo. Yani imagine nimekuwa na post vitu hivi vya kiharakati na kupush muziki na post nyimbo za watu ambao inaonyesha kuna watu wa hip hop walikuwa wana side na wananchi, na wanasema tu wananchi wa kuzingatia. Watu wananifuata pembeni, wanataka ni post single zao, no, wanataka nisikize nyimbo zao, mtu anataka uimbe naye. I'm like, okay, can't you even see kwamba siko kwenye hiyo space at the moment? Yani yeye anajiwaza yeye tu. So inasikitisha sana, yani kwamba ni wabinafsi kiasi hicho, selfish kiasi hicho, kwamba tunashindwa kuona the big picture na kuelewa kwamba mazingira yakiwa mazuri kwa kila mtu na wao ndani yake within the industry watanufaika, mtu hiyo nayo haoni. Unaona? Sasa kuwasaidia watu wa namna hiyo inataka moyo sana. Lakini wakazi lazima tuwe realistic pia, kwa sababu nadhani you will tell me, kwa sababu hapo kuna two competing interests. So kwa mfano kuna interest za hapo kwa hapo. Unajua mimi kama msanii I have to provide for my family, I have to pay bills, lazima nilipe pango na nini, and then kuna hizo long term interest, unajua kujenga jamii ya kidemokrasia, which is fancy, lakini it will take a lot of sacrifices, commitment na nini. Hudhani pengine hiyo pia inachangia, it can also explain hiyo situation tunayoiona kwamba mtu akijaribu kuangalia sema okay, ni kweli tukiwa na nchi ya kidemokrasia yenye kuheshimu haki na uhuru wangu utaimarika, but that is later. Lakini kwa sasa nafanya nini? Sio kwamba sasa hivi I have to carry favor na waliopo madarakani ili at least niweke pesa mfukoni nilishe familia yangu. Kuna msali nishe kusemaga, bora unywe chai na vitumbua kuishi milele kulikoni kula kuku aliyeungua na maisha kufika kilele. Cause you might be thinking kwamba unachokifanya sasa hicho unajisaidia, lakini you are actually not. Kwa sababu kama mazingira sio rafiki, hata hizo effort unazozifanya za kutaka kusema ngoja nile sasa hizi zitafika ukingoni tu. Unaona? Na vile effort yako kama ninavyosema, yani most of those artists ambao wanahitaji hiyo fursa, tupo kwenye hayo magroup. Your voice in itself is enough. Mimi nipo kwenye magroup na scholar, nimesoma na watu wana maakili sana. Na sasa hivi madaktari, malawyer, wengine ni judges mahakama kuu, yani watu wakubwa sana. Lakini kwenye magrupu they were quiet, au wanaongelea vitu in a superficial level.
Nikaingia kwenye group kama 2, nikama jamani, I'm actually disappointed kwa sababu na wajua nyie na uwezo wenu, unaona, lakini amchangii chochote. Pengine sawa, mazingira sio rafiki kuongea, you might lose your jobs, vyote hivyo na vijua, lakini in a close group like this, in a brotherhood, in a fraternity, unavoshindwa kutoa mawazo, mimi ambaye pengine sasa hivi nina freedom na liberty ya kuongea na isiwa mawazo, pengine nyie mnavoongea hapa mnaweza mkanisababisha mimi nikawasilisha yakawa na manufaa, ingawaji najua hata nyie mnaweza mkawasilisha na vile vile ikaonesha kwamba kuna namba za watu wakubwa ambao wanaafikiana na hiki, and then yakaleta manufaa. Kwa sababu kumbuka, watawala wana push narrative kwamba ni watu wachache stubborn ndio wanaolalamika hali mbaya ya nchi, na si kwamba that's the sentiment ya the majority. No. Now 50% ya nchi ni watoto. Kwa percentage iliyobaki ndio sisi. Sasa sisi tukinyamaza ndio watakwambia kweli hamna mtu anayeongea, na wakapush narrative wanaoitaka wao. Kwa hiyo hata hawa wasanii wanaweza kuongea kitu. Mimi nimewasema sana scholars, na nikaandika article moja na I'll keep on doing it, kwamba nyie ambao mna taaluma, mna elimu na nini, you have to speak, you have to say things viende vipi ili wajue kabisa bana sisi we are actually messing up. Au hata kama mwongee public, ongeeni humu ili mimi nipate hayo madini, nifungue zaidi, sababu I believe in you guys. I'm not the only person who was academically inclined au ambaye nilikuwa na uwezo wa kufikiri vizuri shule. I know you guys. Ongeeni. And they started talking and wamenisaidia zaidi hata mimi naongea. Sasa the same thing hawa wasanii wachanga au ambao hawana fursa, badala ya kung'ang'ana kutoka kutoa kawimbo ambako sasa hizi wananchi wenyewe hata hawana mpango na nyimbo, wanatakiwa tuongee. Kama nilivyouliza, jamani, kuna mtu kaumia? Hapana. Mtu amefariki? Hapana. Huyu bwana mzima, mimi nimefiwa mtoto wa mjomba, mimi nimefanywa na hiyo. Okay, sawa, poa. Okay, tutoe wimbo, tunafanyaje? Beat atunge nani? Tutoe wimbo wa Mamboleza au tutoe statement ya pamoja? Can we come up with a statement? Yani vitu kama hivyo kuzungumza vinakuweka kwenye nafasi ambapo by the time unakuja kutoa single yako, people will go with it. Mimi in the last month for Instagram nimepata followers 45,000 people, na kwenye social media streams kuna numbers zimeenda juu, because there are people who were never paying attention to me, ambao okay, who is this guy? Okay, anaongea kwa niaba yetu, ni msanii, let me listen to his music. Oh, mbona anaongea mambo ya msingi? Let me listen to more. You can get fans like that. Lakini kutaka kututolea wimbo hatukujui kwanza wewe tayari, alafu unataka utoe wimbo na sisi hatupo kwenye mambo ya nyimbo hapa sasa hivi, nobody's gonna care. No. Kwa hiyo ndo tatizo moja kubwa ambalo sometimes tunashindwa kuput A and B together kujua the right direction to move forward. Bro, umechora picha very dark. Nadhani kuna neno moja tu pengine itakuwa ulikuwa unajizuia kulitamka, pengine hovyo, na nadhani pengine ulichokizungumza kina boda lakini sasa nilikuwa nataka nikuulize, una matumaini yoyote kwamba hii situation inaweza kuwa redeemed? Because that will be my last question. Tunaweza kuiokoa hii hali, na what will it take kama huo mchakato wetu uweze kufanikiwa? Hali ya wasanii kuiokoa inawezekana. First of all, the move they ambao imefanywa haikuwa sahihi. No. Sababu kwanza swala kama amekuja kuongea Majei, that was wrong. Na najua Majei hajatumwa na wasanii, ila ametumwa na watawala. Na ukitaka kuamini alitumwa na watawala, angalia mtu aliyekuja kuongea baada ya sisi kumfurumusha Majei, ni waziri mkuu. So you know that was strategic. Na Majei alikuwa ni mshirika wa watawala, kwa sababu yeye ndo alikuwa anaweka zile stage za kampeni, na mshua hata kuleta wasanii alikuwa anawaleta yeye. Kwa ndo maana he felt obliged ku intervene baada ya kuona kuna frustrations kwa upande wa wasanii. So that was wrong. And kitu cha kwanza kabisa cha kufanyika ni watu kukubali accountability. So hapa wasanii wachukue accountability, wakubali, unaona, kwamba bana kweli
tunabidi tutofautishe kati ya kusupport vyama vya siasa na kupiga kura na vitu vyote, lakini inapokuja kwa masuala ya kijamii tuwe pale. Lakini sio hizi ambazo zinaendelea za kuzodoana na kudoli kunyosheana kwamba bado mimi nina show au hizo hazitusaidia. Niona Omidimpo naye anaanza kuleta kama comedy on top of it kwamba nitafutie kazi huko wasanii we don't want that, it's not funny. Nani hivi ni vitu very serious, na yeye ndo alikuwa na Diamond Onegali hadi wakatukana matusi ya ngoni watu pale wakati watu wanateseka, yani watu wanatekwa, watu wanapotea, kuna mama wanalia. Mimi nililia nilivyoona bibi yake yule Deusdedith Soka ana athari gani katika hii nchi hadi mtu apotee hivyo kinani, au tuseme hajapotezwa na vyombo vya usalama. Kwa nini mtu kwa kumwangalia alivyokuwa kijana vile, mtu usione kama hili ni taifa la kesho, vyombo vya usalama vije hapa viseme jamani hatukubali mpaka apatikane? Sababu kuna hii na ability ya kwamba mnajifanya sio nyinyi. Okay, sawa, haijakuuma wewe kusema kwamba huyu kijana hapatikane. Naona niliandika andiko moja nikaa nasema kuhusu wazee wangu kina Warioba, Butiku, Wasira, kwamba not necessarily Wasira zaidi, lakini Butiku na Warioba they was very vocal before, lakini baada ya maafa kutokea they were not as vocal. Nikaa najiuliza what happened to them. Umenielewa? Kwamba na wao wanaogopa kama watu wengine. Nikasema kama wanaogopa itakuwa ni the most outrageous thing in the world kwamba nyie you are 85 plus 80 ngapi huko years mnaogopa kufa. Like mimi hapa I've subjected myself in a position where I can die and I'm not even half your age. I'm like kweli mtu unaweza kuwa na miaka 75 plus. Biblia yenyewe inasema mtu ataishi miaka 70. Unaweza kuwa 75 plus ukaogopa kufa kweli? Na kufa for a good cause mfano. Unaona? So hizo dynamics, accountability ni muhimu sana. Wasanii wawe accountable, lakini tushaona kwamba serikali hiyo accountable na itasababisha watu kama wasanii wasiweze kuwa accountable sababu ndio inawapa kichwa. Nimesikia tetesi kwamba of course Shilole alichomewa biashara yake. Not necessarily niko na support hicho, lakini mimi na understand. Unajua that's the thing. Kuna baadhi ya vitu mimi si support, lakini I understand why, because I can see. Mimi najua na fursa naweza nikaondoka Tanzania nikaja Amerika nikakaa nisifukuzwe na Trump. Unaona, sikosi nyimbo zangu nikikusanya hela zangu kwenye digital platform, sikosi barage na wali, unaona, lakini kuna wenzangu hawapati hivyo vitu na ninawajua na wako wengi, unaona, na kuna watu mimi nawaajiri kwa najua mateso wanayopitia, unaona, lakini kuna watu wenzangu hawajui. Kwa hiyo unakuta nikiona watu wamekasirika kiasi kama nakuchomea wewe kwa sababu wanakuona wewe unapendelewa na serikali na nini, I get it, lakini watu wengine they don't get it. Unaharibu nyumba, watu wanahangaika na vitu vyao. Sio kila mtu anahangaika na vitu vyao. Kuna wengine mmepewa tu hizo, mmejialign na hao watawala, mmepewa hivyo vitu, unaona. So accountability ni muhimu. Sasa tunaona the government is not being accountable, unaona. Sasa inakuwa ngumu ku expect hao walio chini yao na wafuata wakawa accountable, lakini things can change kama wasanii watakuwa accountable. Alafu na ingependeza zaidi kama serikali ingekuwa accountable. Sababu mimi sioni solution ya long term kama serikali itaendelea kwa. Mimi binafsi kwanza siitambui serikali kutokana na kilichotokea, siitambui. Naomba niliweke wazi kwanza. Kwangu ni serikali ya haramu. Kwa hiyo yenyewe ikikubali and then mengine yatafuata. Lakini wasipokubali wao, tunaweza tukaonea huruma wasanii, na msanii anaweza katoa wimbo mzuri watu bado wakaenda nao. Nakumbuka wasanii wa Tanzania tayari wana fan base outside of Tanzania. So kila mtu anaelewa kinachoendelea nyumbani. So unaweza ukatoa wimbo mzuri ukapendwa, unaona, ukafanya hiki ukafanya kile na kile. Unajua kwa mtu anaweza kuambia kazi wimbo wako hujahiti. Mimi na wimbo wangu umetumika Nicaragua kwenye kuonyesha wimbo wangu wa mtandao kuhusu kuminywa kwa mitandao na kutumika kwa ajili ya democracy, na kwa nini journalism inawekewa sheria ambazo ina limit watu kuweza kufanya journalism. Ule wimbo wa mtandao ambao upo na albamu ya pili ya Declaration nishotoa kama single umetumika kwenye my exhibitions tayari. That's a huge accomplishment kwangu mimi. Lakini mtu anaweza kukwambia unataka uwe hit. I don't want a hit song. I love that more than that hit. No. Na umenipa hela in dollars. Unaona? Not kuniambia nikaimbe Fiesta au Wasafi Festival. Umeona? Kwa hiyo tuna malengo tofauti, lakini mtu anafikiria kwamba hiki ndio mtu kila kitu anachotaka. So for it to change,
kama watu wakitulia, wasipanic ili swala, baada ya watu maka hasira zikipungua nazo za watu, hata viwango vya scrutiny vitapungua pia, na the fact kwamba kuna fan base nje ya nchi, watu hawataumia sana, especially hao wakubwa ni majina waliokuwa wanaumia before, tutabaki pale pale, au pengine tutapata support sasa kutoka kwa wananchi. Lakini ili watu warudi full force, accountability ianze kwa mabosi, and then mkondo ufuate huku chini. Shukrani sana wakazi. It was indeed a very interesting conversation. Nadhani huu hautakuwa mwisho, nitakuomba pengine wakati mwingine tuje tuendeleze huu mjadala kama kawaida tu, saa 8 za usiku fresh tu. Yeah, sasa hivi itakuwa kwenu saa 9. Saa 9. Shukrani sana bro. Haina shida. Mtazamaji wa The Chanzo, basi mpaka kufikia hapo ndio tumefikia tamati ya mazungumzo ambayo nimekuwa nafanya hapa na Wakazi, ambaye ni msanii na mwanaharakati. Tutakuwa umemsikiliza maoni yake na mtazamo wake kuhusiana na hali ya sanaa ya Tanzania, lakini pia demokrasia na mwelekeo mzima wa nchi yetu. Mimi ambaye nilikuwa nakuendeshea mazungumzo haya ni Khalifa Said, na mara nyingine tena kwa niaba ya mwenzangu aliyeko nyuma ya kamera Shafi Hamis, kwa heri na kukutakia utazamaji mwema wa maudhui mengine ambayo tunazalisha hapa The Chanzo.